بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أنا سمع الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. kisha akasema: waqad qala Allahu azza wa jalla, na kwa hakika amesema Allah mwenye izza na utukufu, tabarakalladhi biyadihi almulk, ametukuka na ametakasika yule ambaye mikononi mwake kuna ufalme wa vitu vyote, ndiye mwenye kumiliki. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Alladhi, Allah ambaye khalaqa almauta, ameyaumba mauti, walhayata, na ameumba uhai, liyabluwakum, lengo kuu ni kukupeni nyinyi ibtila na mtihani, ayyukum ahsanu amala, inani miongoni mwenu ambaye atatenda matendo yaliyokuwa mazuri sana. Wa huwa al-aziz, na yeye Allah ni mwenye izza, al-ghafur, mwingi wa maghfira. Waqala, na akasema subhanahu wa ta'ala: kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi dha'iqatul maut, ni yenye kuyaonja maut. Kila nafsi itayaonja maut. Wanabelukum bisharri wal khairi fitnatan, na tutakupeni mtihani kwa ya shari kama ambavyo tutakupeni mtihani katika yale ya khairi. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarejea. Aya hii ni sawa sawa na ile aya inayosema: وبلوناهم بالحسنات والسيئات, lengo la'allahum yarji'un. Hapa Allah anasema wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarejea. Katika aya ile inasema wabalawnahum, tukawapa mtihani, bilhasanati, kwa mazuri, wasayiati, na kwa mabaya. Nini lengo lake Allah na hikma? la'allahum yarji'un, huenda wakarejea, kwa maana ya nakhtabirukum bima yajibu fihi sabru min albalaya, kama alivyosema Imam Saadi, tutakupeni mtihani kwa vile ambavyo subira kwa vitu hivyo inatakikana kwa uwajibu. Tutakupeni mtihani kwa yale ambayo subira yake ni wajibu katika mambo ya mabalaa na mitihani na misukosuko. Kadhalika tutakupeni mtihani katika yale ambayo kushukuru katika hayo ni wajibu katika mambo ya neema. Tutakupeni mtihani tuone subira ya wajibu kwenu katika yale mabalaa. Tutakupeni mtihani katika yale ambayo kwamba kushukuru katika hayo tutakayokupeni ni wajibu katika mambo ya neema. Hasanati, katika hasanati ni afya, katika hasanati ni mali, katika hasanati ni kadha. Kushukuru katika hayo ni wajibu. Je, mtashukuru? Tutakupeni mtihani katika mabalaa ambayo kusubiri juu yake ni wajibu. Je, mtasubiri? Tutakupeni maradhi, tutakupeni ufakiri, tutakuondosheeni mali, watoto, kadhalika na mengineyo na mengineyo. Je, mtasubiri? Na kusubiri katika hayo ni wajibu. Ndio maana wabalawnahum bilhasanati wasayiat la'allahum yarji'un,
kadhalika kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Fitnatan kwa maana ikhtibaran, mtihani kwenu nyinyi. Ndio pale wanasema pesa ni mtihani, ufakiri mtihani, kuzaa mtihani, ugumba mtihani, kila kitu ni mtihani. Kheri mtihani, shari mtihani. Ukiwa nacho mtihani, usipokuwa nacho mtihani. Katika suratu al-Furqan Allah anasema waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitna, tumewajalia baadhi yenu ni mtihani kwa baadhi nyingine. Tajiri ni mtihani kwa maskini, maskini naye ni mtihani kwa tajiri. Mwenye ilmu ni mtihani kwa mjinga, na mjinga naye ni mtihani kwa mwenye ilmu. Mitume nao ni mtihani kwa watu wao, na wale watu nao ni mtihani kwa mitume wao. Watakwenda kuulizwa siku ya kiyama, madha ajabtumul mursalin, muliwaitikiaje wito mitume wangu? Tumeelewana vizuri? Kwa kila kitu ni fitna kwetu sisi. Muda kwa tupo katika uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Naam. anasema Sheikh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم na amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mali walidunya, nina nini mimi Muhammad na hii dunia? Nina nini mimi Muhammad na hii dunia? Ma ana fi dunya, haukuwa mfano wangu mimi Muhammad katika hii dunia illa karakibin, isipokuwa na msafiri. Karakibin ni sawa sawa na msafiri, kwa maana msafiri aliyepanda mnyama wake, istadhalla tahta shajaratin, aliyetafuta kivuli chini ya mti akapumzika, thumma raha wa tarakaha, kisha huyo akaondoka akakiacha akauacha ule mti. Ndio mfano wangu mimi Muhammad na hii dunia. Ndio pale unaambiwa kwamba unapofika jioni usihadithie nafsi yako kwamba itafika asubuhi, na ukifika asubuhi usihadithie nafsi yako ya kwamba itafika jioni, kwamba wewe muda wote wewe ni rahil, ni msafiri, wewe ni msafiri. Na ndio maana katika ile hadithi alipomwambia yule sahaba kun fi dunya kaannaka gharibun, akasema au abiru sabili. Na kuna maelezo mengi ahlul ilm kuwa katika hii dunia wewe kaannaka gharibun, kana kwamba ni mgeni. Alafu akasema au abiru sabili, au mpita njia. Hapa wanasema ahlul ilm hii au haina maana ya khiari, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkhiarisha yule sahaba Abdullah awe duniani hapa kama vile mgeni au achague awe ni mpita njia. Wanasema au katika au abiru sabil, au hufidisha bal, sio au ya khiari kwamba hiki au hiki. Kuwa katika hii dunia kaannaka gharib, kana kwamba ni mgeni, au abiru sabil, kana kwamba anasema usiwe mgeni bali kuwa mpita njia, kana kwamba amediriki baina ya mgeni na mpita njia. Nani hubweteka katika ardhi? Mgeni. Kwani wageni wangapi ambao sehemu zile walizokuwa wakizipita wakazifanya kuwa ni makazi? Wako wengi, wako wengi. Alipita akaona hapa pazuri kimaisha, akaika kambi, akaposa, akaoa, akawa mwenyeji wa pale na yeye. Wa hadhihi al-asima, na hii hapa asima yetu Dar es Salaam, wengi wanaoishi hapa sio wenyewe. Kwa hiyo kwa nini wamependezwa na maisha kuishi hapa? Kwa nini? Kwa hiyo utakuta kwamba au abiru sabil, kana kwamba Mtume istadraka amran, amelidiriki jambo, kwamba
wengi katika watu wageni wamelowea kwenye miji ya watu. Kwa mtume akamwambia au abiru sabil, bali kuwa mpita njia ambaye ni muda tu mdogo kapumzika, hana muda mrefu kapanda mnyama wake kaondoka. Ndio kama alivyosema katika hii hadith, mimi Muhammad nina nini na hii dunia, mfano wangu na hii dunia karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. kisha akasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, thumma innahu, kisha hakika hali na shani jinsi ilivyo, lamma kana hadiyuhu sallallahu alayhi wasallam fil janaiz khayra alhadi mukhalifan lihadi sa'iri al-umam. Thumma innahu, kisha hakika hali na shani jinsi ilivyo, lamma kana hadiyuhu, pale ulipokuwa uongofu wake na muongozo wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fil janaizi, katika yale yanayohusu mazishi na majeneza, khaira alhadi, uongofu wake ni bora ya uongofu, mukhalifan lihadi sa'iri al-umam, uongofu ambao au mwenendo ambao unakhalifu mwenendo na taratibu za watu wengine, mushtamilan ala al-ihsan lilmayit, hadi yake na muongozo wake mushtamilan ala al-ihsan lilmayit, umeshamili juu ya masala mazima ya kumfanyia ihsani mfu, umesheheni na umeshamili juu ya kumfanyia ihsani mayit, wa muamalatihi bima yanfa'uhu, na kutaamaliana na mayiti bima yanfa'uhu, kwa yale ambayo yatamnufaisha, fi qabrihi, katika kaburi lake, wa yawma maadihi, na ile siku ya kurejeshwa kwake, kurejea kwa Mola wake, wa ala al-ihsani ila ahlihi, kadhalika muongozo wake mtume wetu pale ulipokuwa muongozo wake alayhi salatu wassalam umesheheni na umeshamili ihsani, kuwafanyia ihsani ila ahlihi, ndugu zake mayiti, wa aqaribihi, na jamaa zake wa karibu, wa ala iqamati ubudiyati alhayy, na kadhalika umesheheni muongozo wake ala iqamati, juu ya kusimamisha ubudiyati alhayy, ule utumwa wa aliyekuwa hai, uonekane ule utumwa wake, na kwamba yeye huyu mja aliyekuwa hai ana bwana wake anayemwelekea na kumuomba na kumnyenyekea, fima yuamilu bihi almayit, katika yale ambayo kwayo anataamaliana na mayiti. Pale ulipokuwa mwongozo wake uko hivi, wa kana min hadihi fil janaiz, na katika uongofu wake mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazishi, iqamatul ubudiyya lirabb, ni kusimamisha na kudhihirisha ile nafasi ya utumwa wake kwa Allah tabarak wa taala, ala akmalil ahwal, wa hali zenye ukamilifu zaidi, wal ihsanu ila al mayit, kadhalika kumfanyia ihsani mayit, wa tajhizuhu ila Allah, na kumwandaa kumwelekeza kwa Allah, ala ahsani ahwalihi, juu ya hali yake nzuri sana, wa afdaliha, na hali zenye fadhila na ubora mkamilifu. Alikuwa akimwandaa mayit kwa hali iliyokuwa nzuri sana, kumwelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wuqufuhu, na kule kusimama kwake, wa wuqufu ashabihi, na kusimama kwa masahaba zake, sufufan, wakiwa wamepanga safu, yahmaduna Allah, wakiwa wanamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, wayastaghfiruna lahu, huku wakiwa wanamuombea yule maiti maghfira,
wayasalunahu almaghfira warahma, na wao wakimuomba Allah maghfira na kumuomba Allah rahma. Wayastaghfiruna lahu, hapa ni kwa mayit, wayastaghfiruna lahu, na wanamuombea maghfira, yani yule mayit. Wayasalunahu, na wanamuomba Allah almaghfira warahma, wao wasaliji. والتجاوز عنه, na wanamuomba Allah at-tajawuz, yani msamaha, kumsamehe mayit. Thumma al-mashyu baina yadayhi, kisha kutembea mbele yake yule mayiti. Ila an yudi'ahu hufratahu, kutembea pamoja naye au kwa maana ya kumsindikiza. Baina yadaihi, mbele yake. Ila an yudi'ahu hufratahu, mpaka pale watakapomweka kwenye shimo lake, kwa maana ya kaburi. Thumma yaqumu huwa, kisha alikuwa akisimama yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, na masahaba zake. Baina yadaihi, mbele yake yule mayit. Ala qabrihi, juu ya kaburi lake. Sailina lahu tathbita, wakimwombea. Sailina lahu, hali ya kuwa wanamuombea yule mayiti. At-tathbita, wanamuombea tathbit, kwa maana ya kuthibitishwa. Wanamuombea kwa Allah amthibitishe kutokamana na maswali atakayoulizwa, awe na thabati, awe katika orodha ya aliyowataja Allah. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa fil akhirah kwa maana kwenye kaburi, akhirah kwa maana kwenye kaburi. Sailina lahu tathbit, wakimwombea huyo maiti tathbiti, kwa maana kuthibitishwa katika majawabu ya maswali atakayokuwa anaulizwa. Ahwaja ma kana ilayhi, kipindi ambacho yeye anahitajia zaidi katika hilo. Huyo mayit anahitajia zaidi sisi huku juu tumuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anahitajia zaidi huyo mayit sisi tumuombee msamaha, tumuombea msamaha, asamehewe na madhambi yake. Naam, anasema thumma yata'ahaduhu, na haya maneno tunayosoma kuanzia lamma kana hadiyuhu. Sheikh amewekea qausain, ameyawekea qausain mpaka mwisho atakaposhilia huku atafunga. Ni maneno ya Ibn al-Qayyim, ni maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala katika Zadu al-Ma'ad. Thumma yata'ahaduhu, kisha ana yata'ahaduhu biziyarati ila qabrihi, kisha anamfanyia muahada. Yata'ahaduhu, anamfanyia muahada kwa maana ya kumjia biziara, kwa lengo la kumzuru. Ila qabrihi, kwenye kaburi lake. Yote yalikuwa ni katika hadiyu an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Wassalami alayhi, na kumsalimia. Waddua lahu, na kumwombea dua. Kama yataahadu alhayy, kama vile mtu ambavyo anamtembelea aliyekuwa hai, kama vile mtu aliyekuwa hai. Kama yataahadu alhayy, kama anapomtembelea aliye hai. Sahibahu, kumtembelea rafiki yake. Fi dari dunya, katika nyumba katika ulimwengu. Vivyo hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya kuwafanyia wafu. Alikuwa anawatembelea, wanawafanyia ziara, anawasalimia na kuwaombea dua. Na ikawekwa ziara hii katika sharia. Kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fal'ana zuruha, nilikuwa nimekukatazeni msiyazuru makaburi, sasa hivi nendeni mkayazuru makaburi, kwani yanakukumbusheni akhira. Na ziara ya makaburi sharia ikaiwekea adab, ikaiwekea ziara makaburi adab. Katika adabu zake, wanawake wasikithirishe kwenda makaburini. Katika adabu zake, wanawake wasikithirishe kwenda makaburini. Na hii ndio rai ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Na wako wanaosema kwamba mwanamke haruhusiki kabisa kwenda makaburini.
hii ni rai ya al-Allama Ibn Baz na wengineo rahmatullahi alayhi. Tofauti yao ni hadithi, tofauti yao ni hadithi. Huyo kaidhofisha hii na hawa wameidhofisha hii. Na wanapokhtalifiana watu katika jambo, basi mazingatio huangaliwa watu wa jambo lenyewe. Wal ibra li ahli ash-sha'n, al-ibra li ahli ash-sha'n. Na katika adabu zake ni kuwasalimia, hapa akasema wasalami alayhi. Katika adabu za ziara za makaburini assalam ala almauta, kuwasalimia wale wafu, assalamu alaykum dara qaumi mu'minin. Na dua na salamu zimekuja kwa aina tofauti katika hadithi. Je, wanaitikia au hawaitikii? Khilafu mbele ahlul ilm, khilafu mbele ahlul ilm. Waddu'a ilah, na kuombea dua, kuombea dua. Nas'alu Allah lana wa lakum al-afia, tunamuomba Allah atuwafu sisi na awafu nyinyi. Nyinyi mmetangulia, wa inna insha Allah bikum lalahiqun, na sisi insha Allah tuko nyuma yenu. Wa inna insha Allah bikum lalahiqun, nas'alu Allah lana wa lakum al-afia, tunamuombea afya wa salama. Kama yataahadu al-hayy sahibahu, kama vile aliyekuwa hai anapokariri ziara kwa rafiki yake fi dari dunya. تنويه. فأول ذلك لكwanza katika hayo taahuduhu fi maradhihi, ule kumtembelea kwake kipindi anaugua. Alikuwa akiwatembelea wagonjwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikawekwa ziara kuwatembelea wagonjwa ni jambo la kisheria na lina thawabu zake. Kwa yule atakayeinua mguu wake, mguu mosi mguu pili, mpaka kwa mgonjwa kwenda kumjulia hali, na akampa maneno ya matumaini, na harusiwi akae kitambo kirefu katika adabu zake, isipokuwa ikionekana kwamba mgonjwa anapenda hivyo. Yani ukiondoka haraka hachukia, basi kaa kwa kitambo kirefu. Na ile haliwi kwa watu wote. Wako anapenda kwamba wakae kidogo watoke, na wako ambao kwamba mgonjwa mwenyewe anapenda aendelee kubaki nao na kukaa nao. Kwa hiyo kama wewe ni miongoni mwa hao anayependa ukae naye kwa kitambo, basi kaa naye, kaa naye. Na hili wamelifafanua ahlul ilm, wamelifafanua ahlul ilm. Naam, kumtembelea katika kipindi cha maradhi yake, na yule anemtembelea na faida nyingi na fadhila ambazo zimekuja katika hadithi. Watadhkiruhu al-akhirah, na kumkumbusha akhirah, kadhalika kumkumbusha akhirah katika adabu za hii ziara, kumkumbusha mgonjwa akhirah ili awe na maandalizi nayo. Kama hakuwahi kutubia kabla ya pale, basi ajue kwamba muda wote yeye huenda akachukuliwa, pamoja kwamba mzima anakufa, mgonjwa anapona. Lakini kwa hali hiyo, ndugu yangu, ya maradhi hiyo, je, umeshaandika wasia? Umeshaainisha kina nani wanakudai? Na mfano masala kama haya. Na kumtia moyo kama wanavyosema ahlul ilm kwamba inshallah maradhi haya, kuna mmoja aliugua kama hivi, alipona, alisimama kabisa. Kumtia moyo maneno kama haya. Naam. Watadhkiruhu al-akhirah, na kumkumbusha mgonjwa akhirah. Wa amruhu bil wasiyati wat tauba, na kumwamrisha wasia, atoe wasia, kwamba toa wasia kwa maandishi, kwa maneno na mashahidi. Mimi inshallah kama ikitokea ziara yenu hii ikawa ni sababu ya mimi kuzinduka juu ya haya mnaoniambia, na ikawa ni sababu ya mimi kufariki, basi nausia kwamba mathalan sehemu ya mali yangu ile ambayo nyinyi mnaifahamu itoke kiasi fulani kwa ajili ya da'wa. Sehemu fulani ya mali yangu itoke kwa ajili ya da'wa. Sehemu fulani ya mali yangu apewe fulani na fulani, kiasi hiki apewe fulani na fulani, katika wale ambao huyu marehemu, huyu mtu hawamrithi. Kwa wale ambao kama wanamrithi hakuna wasia, kama tutakapokuja kuona katika maelezo hiki kitabu na fawaidi zake. Na harusiwi kukitaja katika wasia zaidi ya theluthi ya mali yake, isizidi theluthi ya mali. Tumekasema wa thuluthu kathir,
wathuluthu kathir, akimwambia yule sahaba. Kwa hiyo hicho atakachokitaja katika wasia basi kisizidi kiasi hicho. Watauba kadhalika, kumuhusia au kumwamrisha atubie, tubu kwa Allah, sisi tunamkosea Allah usiku na mchana, tubia. Na muda wa kuwa roho haijafika katika mishipa ya mitulinga bado fursa nayo ya kutubu, kama ilivyokuja katika hadith, ma lam yugharghir, muda wa kuwa mja roho yake wakati wa kutolewa haijafika kwenye mishipa ya mitulinga, akitubia kabla wakati huo toba yake inakubaliwa. Ama ikifikia mahala hapo hakuna toba kwake yeye itakayokubaliwa, hakuna toba kwake yeye itakayokubaliwa. Wa amru man hadarahu, kadhalika kuamrisha yule ambaye au wale ambao watakuwa naye wamehudhuria pale kwa huyu mgonjwa, bitalqinihi shahadata an la ilaha illa Allah, kwamba wamlakinishe shahada an la ilaha illa Allah. Yote haya alikuwa akiyasimamia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Litakuna akhira kalamihi, ili neno la ilaha illa Allah liwe ni neno lake la mwisho, liwe ni neno lake la mwisho. Nanyi mnafahamu ile hadith, yeyote yule ambaye kwamba neno lake la mwisho kuondoka duniani ni la ilaha illa Allah, likiwa neno hili basi mja huyo ataingia peponi kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa yote haya alikuwa akiyasimamia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tangu kumtembelea mgonjwa, kumkumbusha akhira, kumwamrisha atoe wasia, kumwamrisha atubii, kuamrisha waalisaji wanaomwalisa yule mgonjwa na wasimamizi wa kumsimamia mgonjwa, jamani, huyu mkimwona nakata roho msipige makelele kwamba marehemu unatuacha, baba unatuacha. Mwambieni sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, ili huenda asa yakun khairi, akalitamka neno lile likawa ndilo neno lake la mwisho kuiaga dunia. Hili ataka watu ambao wana ilmu na basira katika masuala haya. Hata mtu wa kumuuguza mgonjwa ambaye yuko katika hali mbaya, angaliwe mtu wa kumuuguza, sio kila mtu tu apeleke. Mwingine akiona hali ile atakuwa alia tu, hana msaada wowote kwa huyu mgonjwa ambaye huenda angekata roho. Hata akiwa mahututi aombe aingie kule mahututi. Unaruhusu mtu mmoja kama sikosei achaguliwe mtu weledi na kujua mambo, kwa kumuona mtu kwamba huyu hapa sasa hivi kwa alama hizi ni alama za mtu anayeanza sakaratul maut, awe naye karibu, amlakinishe shahada na amwite, baba sema la ilaha illa Allah. Thumma an-nahyu an aadati al-umam, kisha katika muongozo wake na hadi yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kukataza an aadati al-umam, kutokamana na desturi na ada za watu, allati la tu'minu bil ba'th wan nushur, ambao hawaamini masala ya kufufuliwa, kadhalika an-nushur maana moja, allati la tu'minu bil ba'th wan nushur, wasioamini kufufuliwa. Wana nini hao katika ada zao? Min laqmil khududi, kama vile kujipiga makofi kwenye mashavu. Min laqmil khudud, kama vile kujipiga makofi mashavuni. Wa shaqqi thiyabi, na kupasua nguo. Wa halqi ruusi, na kuchana na kukata nywele, kwa maana kunyoa mapara, ishara kwamba fulani ana msiba paka amenyoa kipara. Wa rafi'i saut bin nadbi wan niyaha, kuinua sauti kwa maombolezo, nadbi wan niyaha kwa maana moja. Wa tawabi' dhalika, na yanayofuata hayo katika yale yasiyotakikana kisheria, ambayo ni desturi za watu wasioamini kufufuliwa na kufa. Mtume alikuwa katika ada yake kukataza hayo. Bado tunamsoma nani hapo? Ibn al-Qayyim kupitia al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi. Wasanna al-khushu'a lilmayiti, na amesunisha al-khushu'a,
unyenyekevu lilmayiti kwa mayit, kuwe na hali ya unyenyekevu na utulivu. Ndio maana unapotokea harusi ambazo wenye harusi hiyo hawataki yale mambo ya lagha na hanasa, wao tu wana ishara ya furaha, lakini hakuna ngoma, hakuna kadha. Wako watu useme hey jamani, imekuwa msiba, kwa sababu hali hiyo inaonekana wapi? Msibani. Hali ya unyenyekevu na khushu', watu kimya na unyenyekevu. Walbukaa alladhi la sauta ma'ahu, kadhalika amesunisha kilio kisichokuwa na sauti. Kilio kisichokuwa na sauti hakina ubaya kikimtoka mtu, kwa maana akawa anatoa machozi akawa analia, kilio kisichokuwa na sauti, kwa maana anabubujika machozi pasi na maneno. Mtu akawa anatoka machozi huku akawa anasema, au anatoka machozi huku analia kwa sauti. Kuna kusema na kuna kulia kwa sauti. Kulia kwa sauti ni maombolezo na kusema ni maombolezo zaidi. Kusema ni maombolezo zaidi. Kulia ni machozi tu yanakutoka, unajifutafuta basi, kuliko ruhusika katika mazishi au katika kifo. Kile mtu akawa anabwatuka lio kubwa, hiyo haitakikani. Tawa pili huko wanajua, mwingine na maneno juu, Mungu mimi nimekukosea nini? Mungu mimi umeniondolea huyu marehemu baba, umemchukua baba, nitamtegemea nani mimi? Mungu mimi nimeumbuka. Wako wanaosema maneno haya, wallahi alazim. Mungu umeiondoa nguzo ya familia, si bora ungewaondoa beba mizigo kule stendi 10 ukatuachia huyu? Haya yote yakawa yanahesabika na katika maombolezo ambayo yameyakataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo kama tutakuja kuona katika hiki kitabu. Wa huzna alqalbi, na amesunisha kwamba yajuzu, inafaa mtu kuwa na huzuni kwenye moyo, kama alivyosema yeye katika ile siku aliyokufa mtoto wake Ibrahim, alipokufa mtoto wake Ibrahim, kama kwamba tutakuja kuona hapa mbele insha Allah taala maneno yake aliyoyasema rahmatullahi alayhi salatu wassalam. Wa kana yaf'alu dhalik, na alikuwa akiyafanya hayo, alikuwa akilia, akionyesha khushu'i anapofiwa, akilia lakini kilio kisichokuwa na sauti wala makelele wala maneno, alikuwa akihuzunika katika moyo. Wa kana yaf'alu dhalik wa yaqul, na alikuwa akisema tadma'u al-ain, jicho hutoa machozi, wa yahzunu al-qalb, moyo huhuzunika. Wala naqulu illa ma yurdi ar-rabba, wala hatutosema ila yale yanayomridhisha Mola. Basi ni pamoja na msiba uliotusibu, msiba wowote ule, sio lazima msiba wa kufiliwa, si lazima uwe msiba wa kufiliwa. Hata kama ni msiba wa kuangukiwa, nyumba imeanguka, nyumba yako imebomoka, imeungua, shamba limeungua, mali yako imeibiwa, huzuni. Usiseme kipindi kile yale ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akisema inna al-aina la tadma, hakika jicho hutoa machozi, wal qalba la yahzun, na moyo huhuzunika. Wala naqulu illa ma yurdi rabb, na wala sisi hatusemi isipokuwa yale yanayomridhisha Mola. Wa inna lifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, na hakika sisi kufarikiana na wewe ewe Ibrahim tumejawa na huzuni. Haya alikuwa akisema Rasul alayhi salatu wasallam. Wasanna li ummatihi alhamda wal istirja', na amesunisha kwa umma wake, ummati Muhammadiyya, kwamba wamshukuru Allah. Amesunisha alhamd, kumshukuru Allah kusema alhamdulillah, wal istirja',
kadhalika na kuleta istirja' kwa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hii ndio istirja', na hii ni sunna pale mtu atakapokuwa kapatwa na taarifa ya msiba wowote, kabla kwanza aseme alhamdulillah au inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waridha 'anillah, wakati huo aoneshe ridhaa yake, kumridhia Allah, kuridhia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyapitisha. Walam yakun dhalika munafiyan lidam'i al-'ain, na wala hilo halikuwa ni kwamba munafiyan lidam'i al-'ain, hilo halikuwa ni lenye kupishana na jicho au na chozi la jicho. Unaweza ukawa unalia na ukasema hayo, halipishani hilo kwamba wewe wasema maneno alafu watoa machozi. Waweza kusema alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un au kukawa unatoa machozi. Wa huzni alqalb, au ukawa una huzuni katika moyo, hilo halipishani wala halikinzani. Walidhalika kana ardha alkhalqi fi qada'ihi, na ndio maana yeye Muhammad alayhi salatu wassalam kana ardha alkhalqi fi qada'ihi, alikuwa yeye alayhi salatu wassalam ardha alkhalqi, ni kiumbe mwenye kuridhika mno kuliko viumbe wote, fi qada'ihi, katika yale mapitisho yake Allah aliyoyapitisha. Wa a'dhamahum lahu hamda, na yeye katika viumbe wote mkuu wao katika kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala. Wabaka ma'a dhalika, lakini pamoja na yote haya ya kwamba yeye ni ardhal khalqi fi qada'ihi, ya kwamba yeye ni a'dhamahum lahu hamda, pamoja na yote hayo wabaka, na alilia ma'a dhalika, pamoja na yote hayo, yauma mata ibnuhu Ibrahimu, ile siku aliyofariki mtoto wake Ibrahim, alilia pamoja kwamba yeye ni ardhal khalqi, pamoja yeye kwamba ni a'dhamuhum lahu hamda. Kwa nini amelia? Ra'fatan minhu, ni kwa ile huruma yake, wa rahmatan lilwalad, na kwa huruma ya kumhurumia mtoto wake, wa riqqatan alayhi, na kumuonea na kumfanyia upole, na kumfanyia ule upole. Walqalbu mumtali'u birridha, lakini wakati huo moyo wake umejaa ridhaa, anillah, kumridhia Allah azza wa jal, wa shukrihi, moyo wake umejaa shukrani, kumshukuru Mola wake. Wallisanu, na ulimi wake wakati huo mushtaghilun bidhikrihi wa himdihi, unashughulika kumtaja Mola wake na kumhimidi. Haya yote min kalami Ibn al-Qayyim, katika maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah في الفصل الأول من الجنائز katika زاد المعاد جلد wa kwanza ukurasa wa 197. Watamamuhu, na ukamilifu wa maneno ya Ibn al-Qayyim, tuyasome juu afushi hapo. طيب. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده، ولما ضاق هذا المشهد، napindi au napale mashhadi hii tunayoiona kwa mtume wetu. Mashhad hii ni mashhad tunaona kwamba mtume wetu, sababu hii haya maelezo yametupa sura ya vile anapokuwa nani mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana nini? Anatembelea. Ana nini? Alikuwa analia. Ana nini? Alikuwa akihuzunika, lakini wakati huo yeye ndiye mwenye kumridhia Mola wake kuliko viumbe wote katika mapitisho yake anayoyapitisha. Wakati huo ana huzuni, lakini moyo wake umejaa radhi, moyo wake umejaa shukrani, ulimi wake unashughulika kumdhukuru Allah na kumhimidi. Mashhadi hii tuliyoiona kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa finyu, walamma dhaqa hadha almashhad, ilipodhikika mashhadi hii kwa baadhi ya watu, waljam'u baina al-amrayn, na suala la kujumuisha baina ya mambo mawili lilipokuwa zito, ala baadhi al-arifin, kwa baadhi ya watu wanaoitwa al-arifin, watambuzi, wataabadi, watu wa ibada, al-arifin.
lugha hii sana hutumiwa na masufi, sana hutumiwa na masufi. Huyu ni katika al-arifin, ni mtu wa ibada, mtu mwenye makarama, mtu wa kadha, wanaitakidi hivyo. Kwa hiyo mashhadi hii ilipokuwa ilipodhikika na mjumuiko wa mambo haya mawili, wakati huo huo una huzuni, wakati huo huo unamshukuru Mola wako. Tumeelewana vizuri? Kwenye kitabu chenu yapo maelezo, yapo. Ilipokuwa dhiki mashhadi hii na kujumuisha baina mambo haya mawili kwa baadhi ya al-arifin, yani baadhi ya al-arifin, mmoja katika wao. Vipi? Yauma mata waladuhu, ile siku aliyofariki mtoto wake, huyo mmoja katika hao al-arifin alifanyaje? Jaala yadhhak, yeye akawa anaonekana anacheka. Mtoto kafa, yeye anaangua kicheko. Faqila lahu, akaulizwa huyu mmoja katika al-arifin, atadhaku fi hadhihi alhala, yani kwenye mazingira haya wacheka? Unacheka kwenye mazingira haya? Mtoto kafa, wewe wacheka? Anaulizwa. Faqala, akasema, inna Allah ta'ala qada biqada'in, hakika Allah aliyetukuka amepitisha pitisho lake. Fa ahbabtu an arda biqada'ihi, nikaonelea mimi, nikapendezwa na hali ya mimi kuridhia kwa yale aliyoyapitisha. Kwa hiyo ndio hivi kama mimi nacheka. Fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli alilm, hili likawa ni mushkeli kwa kikundi cha wanawazuoni, baadhi ya watu wenye ilmu. Suala hili liliposemwa kwao likawaletea ishkali kwamba jamani, kulikoni, yani amecheka. Faqalu, wakasema hawa wanawazuoni, kaifa yabki rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma mata ibnuhu Ibrahim, vipi inawezekanaje mtume wa Allah aliye yawma mata ibnuhu Ibrahim, ile siku ambayo mtoto wake Ibrahim aliyokufa, wa huwa ardha al-khalqi anillah. Na bila shaka tunafahamu kwamba mtume yeye sallallahu alaihi wasallam ndiye mwenye kumridhia Allah kuliko viumbe wote, zaidi ya viumbe wote katika kumridhia Allah. Wayablughu ridha, alafu eti radhi au ridhaa ya huyu arifu ifikie ila an yadhhak, mpaka acheke. ويبلغ الرضا بهذا العارف, راضي أو رضا imfikie huyo arif stage hii mpaka awe anacheka. Fasami'tu shaykh al-islam, mimi Ibn al-Qayyim nikamsikia shaykh al-islam, na shaykh wake sasa Ibn Taymiyyah akisema rahimahullah, هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف, mwongozo wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni mkamilifu mno kuliko hadi na mwongozo wa huyu arif, huyu sheikh, huyu alim, huyu mtaabbad. Kwa nini? Kwa nini wa mtume wetu uwe ni mkamilifu zaidi wakati tumeona katoa machozi? Kwa nini usiwe mkamilifu zaidi ni wa yule aliyeonekana kwamba amecheka, kwamba Allah akapitisha mambo yake, nimefurahi kwa lile ambalo kwamba Allah kanipendelea? Kwa nini? Anasema sababu iliyopelekea mwongozo wa nabii wetu uwe ni mkamilifu zaidi kuliko wa huyu bwana ni kwamba mtume wetu alayhi salatu wassalam a'ta al-ubudiyyata haqqaha, utumwa aliupa haki yake. Yeye ni abd, yeye ni mja mtumwa wa nani? Wa Allah. Kwa ule utumwa wake, ule uja wake, yeye ni mja, ule utumwa wake ameupa haki yake. Fattasa'a qalbuhu liridha anillah, ukapanuka moyo wake liridha anillah, kumridhia Allah.
wa rahmatal waladi wariqqata alayhi, ukapanuka moyo wake, vikapatikana viwili kwa wakati mmoja, kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akasema wala naqulu illa ma yurdi ar-rabba, hatutoyasema ila yanayomridhisha Allah. Manake kamridhia yeye nani? Mola wake kwa yale aliyoyafanya, kwa yale aliyoyafanya subhanahu. Kadhalika ameleta istirja. Kadhalika wakati huo huo imepatikana ridha ya kumridhia Mola wake, wa rahmatal walad, wakati huo huo moyo wake ukakubali kupokea hili la pili la kumhurumia yule mtoto wake, wariqqata alayhi, ndio maana akatoa chozi. Kwa hiyo moyo wake umetanuka kwa kiasi kwamba mawili yameingia, mawili ambayo kwamba yameshindikana kuingia kwenye moyo wa al-arif. Likabaki gani kwake yeye? Moja, la kumridhia Allah tu peke yake, lakini hakuonesha riqqa wa rahma kwa mtoto wake aliyefariki. Kwa hiyo kipi ni kikubwa zaidi ya kingine, hili la mtume wetu alayhi salatu wassalam au la yule al-arif? La mtume wetu alayhi salatu wassalam. Fahamada Allah, akaonekana mtume wetu kumhimidi Allah, wa radhiya anhu, na akamridhia Mola wake, fi qadaihi, katika mapitisho yake aliyoyapitisha. Wakati huo huo wabaka, na alionekana kulia, rahmatan wa rafatan, kwa huruma na upole aliokuwa nao alayhi salatu wassalam. Fahamalatuhu ar-ra'fatu ala al-buka, huruma yake ikampelekea kulia, wa ubudiyatuhu lillah, na kuonesha ule utumwa wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu lillah, na mapenzi yake kwa Allah, ala ridha wal hamd. Haya yakapatikana katika ule upande wa kumridhia Mola wake na kumhimidi. Huruma yake ikampelekea kulia, na ule utumwa wake kwamba sisi tuko chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, makuhuruna, tuko chini ya matendo yake subhanahu wa ta'ala na makadirio yake. Hayo yakampelekea ampende Mola wake, na kumpenda Mola wake akamridhia Mola wake, kuonesha ukamilifu wa utumwa wake kwa Mola wake. Wa hadha al-arif dhaqa qalbuhu, huyu arifu katika al-arifin moyo wake ukadhikika, ukawa ni dhayiq, mfinyu, an ijtima'i al-amrayn, juu ya kuweza kujumuika kwenye moyo wake mambo mawili. Walam yattasi' batinuhu lishuhudihima, na wala batini ya moyo wake, yani ndani ya moyo wake hakukutanuka, lishuhudihima, kuweza kuyashuhudia haya mawili kwa pamoja, walqiyami bihima, na kuyasimamia kwa pamoja kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fashaghalatuhu ubudiyatu ridha, hivyo ule utumwa wake katika upande wa kumridhia Mola wake ukamshughulisha, an ubudiyati rahmati warafa, ukamshughulisha kwa namna ambayo kwamba umempelekea kukosa utumwa wa huruma na upole kwa yule mtoto wake. Kwa hiyo ni mawili ambayo kwamba hayawezi kukaa pamoja. Vipi? Huda rasulillah akmalul huda, uongofu wa mtume wetu ni uongofu uliokuwa na ukamilifu wa hali ya juu, kwa sababu umeshahenisha na umepatikanisha mawili ambayo yameshindikana kukaa kwa pamoja katika moyo wa al-arif. Kwa hiyo kucheka kwake kuliwashangaza ahlul ilmi, na kucheka kwake kuliwaletea ishkali. Inakuwaje huyu anacheka na mtume analia? Nani iko juu ya nani? Pamoja kwamba kuleta sura ya kutaka kuangalia huyu na huyu kwa mtume wetu ni dosari, kwa mtume wetu ni dosari, yeye hafananishwi na yoyote alayhi salatu wassalam.